Huyu mwanadada anaitwa Karim na hapo alipo amelipwa na tajiri ili ajifanye mpenzi wake. Katika sini hii tunamwona akifanya usafi katika mjengo wa tajiri huyo. Kwenye harakati za usafi, mama mtu anashuka na kumwona akishughulika na usafi wa mjengo. Kitendo hicho kinamfurahisha sana mama mtu akihisi mwanaye amepata jiko. Na tunaelewa furaha anayoipata mzazi kujua kijana wake ameokota dodo. Basi baada ya hapo tunamwona mama mtu na mwanawe akimsifia Karim kuwa atakuwa mke bora sana kwa Tony. Zilimwagwa sifa za kutosha pale sebreni, sio poa. Baada ya muda kidogo Karim anaungana nao ili wazungumze mambo kadhaa. Lakini kabla hajafanya kitu anapigiwa simu inayojenga mashaka kwa Sonia ambaye ndio dada mtu kwa Tony. Hello, nishakwambia usio unanipigia simu. Alafu kwanza sipo kwangu sasa hivi. Njoo kesho. Baada ya hapo ile simu ikakatwa haraka sana. Sasa ili kuwatuliza mama mtu na Sonia anawaambia ni simu ya mfanyakazi mwenzake kule ofisini. Lakini walisia ni kwamba amepigiwa simu na mteja kwa kuwa anafanya kazi ya kujiuza. Anavyotulia kuongea nao, dakika mbili nyingi zikapigiwa simu nyingine ya mteja. Hivyo wakaomba radhi na kuondoka pale. Hello. Nakwambia hilo duka limeshafungwa, mbona unanisumbua wewe? Kinachobaki pale upande wa sebreni ni mashaka tu. Maana dakika mbili mbele aliyekuwa anamsifia Karimu akaanza kumponda tena. Na huyo ni Sonia ambapo anasema ametokea kuwa na mashaka na Karimu kuwa anaweza asiwe mtu aliyokuwa anamfikiria. Ndani ya wimbi hilo la kizaazaa mama mtu naye anaunga mkono huku akishauriana kumchunguza kwa kuwa anaongea na miamba wengi kwenye simu. Hawa watakuwa na masikio ya paka hao. Mwanadada hata hakuweka loudspeaker lakini wamesikia. Yaani mama mtu atake kuona kijana wake akikata moto kwa pressure. Tena baada ya kupitia ule msoto mkali kutoka kwa mke wake wa zamani Vivian. Basi siku iliyofuata ile mida asubuhi tunaona mlinzi akilalamika baada ya kukutana na msala kutoka kwa moja ya mteja wake Karimu. Muda sio mwingi Sonia anatokea pale na kumuuliza kinachoendelea. Hivyo mlinzi anamwambia, "Kuna mshikaji amekuja hapa kumdai Karimu hela yake. Akisema kuwa alilipia huduma ya usiku mnene lakini hakuipata. Na mimi naona kama anajaribu kumchafua madamu wangu tu, so nimemfukuza." Kusikia vile Sonia alipoteana sio poa akihisi kuwa Karimu ni kahaba. Na kabla ubuyu haujapoa unaenda moja kwa moja kwa mama mtu. Aisee, mle ndani ya mjengo kiliwaka sio poa, lakini kwa bahati nzuri mwanadada Karimu alikuwa hayupo muda huo. Stay tuned kwa scene inayofuata. Karibu tena katika ulimwengu wa movie. Leo nafanya recap ya movie inayoitwa I Paid My Maid to Become My Wife. Spoilers ahead, watch out and take care. Basi masaa kadhaa yanavyopita, tunamwona mama mtu akishuka pale sebleni na kukuta nyumba safi. Na ndio kitu kinachomkosha roho sio poa. Akiwa pale, sio muda Karimu anatokea na kumpa mama mtu heshima kama zote. Huku akiofa kumpikia supu kabla ya msosi wa usiku. Yaani haya ndio mambo yanazidi kumkosha mama mtu tu. Kusikia vile tu mama mtu anazidi kuchanganyikiwa na juhudi za Karimu. Na katika momenti hiyo mama mtu anamsifia tu jinsi mwanadada alivyomchapakazi na mkarimu. Vitu vinavyomfanya azidi kumpenda zaidi. Baada ya scene hiyo tunaona usiku kitawala jiji la Nigeria. Na pale sebleni mama mtu anambana binti yake ili ajue ni kwa nini hajarudi kwa mume wake mpaka muda huo. Sonia naye anajitetea akisema amekuja kuwatembelea tu na siku zijazo atarudi kwake. Licha ya kuambiwa hivyo, mama mtu hakuishiwa hofu kabisa, kwani haoni mawasiliano kati ya binti yake na mume wake. Sema kwa upande wa Sonia anasisitiza kuwa kila kitu kipo sawa. Mashaka akitawala upande huo, kwa upande wa pili tunaona huba zito likitawala chumbani kwa mwamba Tony. Ndani ya muda huo Karimu anataka kumtunuku mwamba kama shukrani ya pesa nyingi alizomlipa kuzuga kama mke wake. Lakini mwamba hataki kabisa kushiriki kwa muda huo licha ya kushawishiwa. Mwanadada aliomba sana ampe namna gani vipi lakini akufua dafu kwa Tony. Sasa ili kumtuliza wenge mwamba akamwambia, "Unajua hauna haja ya kufanya hivyo." "Kwa nini sasa wakati ulinilipa nijifanye mpenzi wako? Na si ndio haya wapenzi wanachofanya? Wewe niambie tu nianze wapi?" Mwamba alikataa kata akimwambia hana haja ya mibandua aina yoyote, huku akimsifia alivyo mkarimu, mrembo na mwenye upendo. Na juu ya yote akamwambia anaweza kubadilika na kuwa bora zaidi. Mwanadada naye akamjibu na kumwambia, "Nimeisha acha mapenzi miaka 1000 nyuma. Sasa hivi anayelipa bili ndo anayepata huduma. Sitaki stress za kugandana kama roba. Na kwa kuwa umelipa bili tayari ni haki upate huduma. Kwani pesa ulionipa ni nyingi, ni uhakika nitakufungulia dunia ya utundu kama wote." Licha ya kuambiwa hivyo, Mwamba akamluka tena huku akigeukia upande wa pili na kumwacha mrembo na hasira za kukataliwa mibanduo. Basi siku iliyofuata tunamwona Karimu na rafiki yake Messi. Hawa wawili ni pete na kidole na wanafanya biashara moja. Katika maongezi yao, Messi anamwambia Karimu amrudishie mteja wake David pesa yake, kwani anamsumbua sana kwa kumpigia simu. Karimu naye apoi huku akikataa kurudisha pesa yake baada ya tukio la kumwaibisha mjengoni kwa Tony. Baada ya mada hiyo, wanaingia kwenye mada ya mwamba Tony sasa. "Kwa hiyo umesema Tony akushiki kabisa?" Hata baada ya kuona hiyo full package yote. "Ndiyo, anishiki. Sasa bado unafanya nini hapa? Tena umerelax na sijui kama hata anakulipa." Analipa na analipa hela nyingi sana. Yaani hela anazonilipa naweza kukodi apartment kali hapa mjini. Baada ya hapo tunaona Sonia akiingia mjengoni na kukutana na Messi akiwa anatoka. Hawa nao ni marafiki wanaojuana vizuri sana, kwani wote ni mafisi. Sema Sonia aliacha harakati baada ya kuolewa. Sonia anashangaa sana kumuona Messi pale, hivyo anamuuliza ni kwa nini yupo nyumbani kwa kaka yake. Na anamjibu, "Nimekuja kumtembelea rafiki yangu Karimu." Sonia kusikia vile alishangaa sio poa. Na ili mambo yasiwe mengi, Messi akaondoka pale akimwacha Sonia akiwa kachanganyikiwa. Huku moja kwa moja akienda kumsema Karimu mbele ya mama yake kuwa ni malaya na hafai kuwa karibu na kaka
kaka yake. Wakati anaongea yote hayo, Karimu alimsikia na kujisikia vibaya sana, hivyo akamgeuzia kibao na kumwambia mama mtu kuwa binti yake kagombana na mume wake kisa alimchiti na ndiyo maana amefukuzwa kwake. Oho, mambo yakiwa yameharibika, Karimu huyo akajikataa akiwacha ule msala kati ya mama na binti yake. Sonia alifikiri mtaa hauna taarifa zake za kuachwa. Baada ya hapo, Karimu anakusanya nguo zake ili aondoke, lakini ndani ya muda Tony anamkuta na kumwomba abaki, akisema yeye ndio chanzo cha furaha yake na akiondoka pale atamvunja moyo. Kusikia maneno hayo tu, mwanadada Karimu akatulia kama maji ya mtungi. Basi ile mida ya jioni tunamwona Sonia akimjeza mama yake amfukuze Karimu pale, kwani akivumilia kinachoendelea basi ipo siku Karimu atamfanya Tony aisaliti familia yake, ikiwa ni pamoja na kuumizwa huko mbeleni. Kusikia hivyo tu, mama mtu akajaa kwenye mfumo na haraka akaenda kumtafuta Karimu ili amwashie moto, lakini baada ya kufungua mlango na kumwona Karimu anafua nguo za mwanaye, mama mtu akawa mpole na hapo hapo hasira zote zikaisha, ikionyesha amefurahishwa na juhudi za Karimu pale mjengoni. Basi siku iliyofuata ile mida ya asubuhi na mapema, Sonia anaenda kuanzisha ugomvi dhidi ya Karimu na anachomoa betri kwa kumkashifu na kumwambia hawezi kuolewa na kakake kisa ni kahaba. Katika gumzo hilo, kaka mtu anaingilia kati na kumwashia moto Sonia, akimwambia hatovumilia kuona akimnyanyasa Karimu ambaye ndio chanzo cha furaha yake, na kwa kuwa hiyo ni nyumba yake hakuna mtu anayeweza kumpinga. Basi scene inayofuata tunamwona Karimu akifanya maamuzi ya kuondoka pale mjengoni ili asimgombanishe Tony na familia yake. Mbali na maamuzi hayo, mrembo anamwambia kuwa anampenda sana na yeye ndio chanzo cha kumbadilisha na kumfanya achane na hiyo biashara ya kujiuza. Kwa mbali sana tunaona chemistry inaanza kukua kati ya wawili hawa. Basi siku iliyofuata tunamwona David akimlalamikia Karimu kwa rafiki yake Messi. Malalamiko yake ni kwamba rafiki yake anajaribu kumtapeli kwa kuwa alichukua pesa lakini hakutoa huduma. Sasa ili kumtuliza ache kumdai Karimu pesa yake, Messi anataka kumtunuku mwamba David, lakini mshikaji akamkataa akimwambia hana urembo wa kumfikia rafiki yake. Kusikia hivyo, Messi akampa 360 kwanza ili amuoneshe yaliomo. Sema mwamba akasimamia msimamo wake kuwa apewe pesa yake au apate huduma kutoka kwa Karimu peke yake. Baada ya kusema hivyo, mwamba akasepa pale. Yaliyofuata hapo ni matusi mazito, huku mwamba akifukuzwa pale. Basi siku kadhaa mbele tunamwona Tony na Karimu ndani ya mjengo mpya ambao mwamba amemnunulia mwanadada Karimu, na anafanya yote hayo kwa kuwa wawili hawa wametokea kupendana sana. Tunaporudishwa upande wa Sonia tunamwona akiwa amechill pale sebreni. Katika moment hiyo sio muda mama mtu anatoka jikoni akiwa amewaka baada ya kukuta vyombo vichafu. We mtoto, vile vyombo vichafu huko jikoni umemwachia nani? Kaka yako au? Na umekaa hapa bize na simu wakati nyumba chafu. Simama haraka kabla sijabadilisha rangi yangu. Nataka ukaoshe vile vyombo sasa hivi. Oho, mdogo mdogo pengo la Karimu likaanza kuonekana mle ndani. Basi ile mida jioni Tony anarudi nyumbani akiwa kachoka na mihangaiko ya siku. Ndani ya muda huo anakaa pale sebleni na anaongea mambo kadhaa na mama yake kabla ya kwenda room. Na baada ya dakika chache mwamba anatoka jikoni na malalamiko tu, kwani hamna chakula chochote na vyombo ni vichafu, afu ukizingatia na njaa kali. Mwamba Tony alilaumu sana kwa kusema kwa nini wachukie Karimu kukaa pale kama hata hawawezi kuitunza nyumba, huku akiusifia uwepo wa Karimu pale mjengoni kipindi cha nyuma kwa kuwa mambo kama hayo yalikuwa hayatokei. Kusikia hivyo, haraka sana mama mtu akawahi jikoni kumpikia kijana wake. I say, pengo la Karimu linazidi kuwa kubwa kila siku. Basi siku zikiwa zinasonga tunamwona Karimu akiwa ameanzisha biashara ya chakula, lakini vivuli vya maisha yake ya nyuma vinaendelea kumfuata kuonesha alama ya maisha yake ya nyuma, kwani pale mgawani kwake anakuja David akidai hela yake au apewe huduma ya kugusanisha nyama kwa nyama. Kwa kuwa penzi la Tony lilimbadilisha Karimu, hakuchagua kurudi njia hiyo tena, huku akimtumia David hela yake na kumwambia, haya, nimekutumia hela yako yote pamoja na nyongeza ya kununua chakula ili usije kubweka hapa tena. Karimu hataki kabisa vivuli vya maisha yake ya zamani. Basi siku iliyofuata tunamwona Sonia akimtambulisha rafiki yake Amaka kwa mama mtu, huku akikisifia ni chuma cha Mjerumani na kinafaa kuwekwa ndani. Mama mtu akaangalia na akasema, hapa kweli kijana wangu lazima apate sekeseke kwenye 6x6. Sima mama mtu alikubali sana chuma ya Mjerumani akiita full package. Na bila kupoteza muda, Sonia akampeleka moja kwa moja hadi chumbani kwa mwamba Tony. Kupita hata siku ikaanza kuonekana rangi halisi ya Amaka, kwani tunamwona kajiachia pale sebleni huku pakiwa shagarabagara na hana time. Katika tukio Sonia anamkuta na anashangaa sana, hivyo anamwambia aweke kila kitu sawa ili mambo yasije yakaribika. I say, muda huo ajui kabisa amekosea njia kumchagua Amaka kama mchumba mpya wa kaka yake. Inavyofika mida usiku tunamwona Sonia akimwandaa Amaka kwa ajili ya uwepo wa kaka yake pale mjengoni, na muda huo anamwambia alale na kanga moja tu ili mzee mwenyewe anapopita asihangaike kutafuta njia. Hamna muda wa kupoteza. Basi siku iliyofuata tunamwona Amaka akiamka na hasira kama zote baada ya kumsubiri mwamba Tony usiku mzima na hakutokea. Muda kidogo Sonia anaingia na kumtuliza kuwa sio na shaka, kwani pale ni mjengoni kwake na lazima atatokea tu. Kwa kuambiwa hivyo tu akapata moyo wa kuendelea kukaa pale. Basi siku iliyofuata tunamwona Karimu akiendelea na biashara yake huku akiwa anaenjoy maongezi ya simu na mwamba Tony. Muda huo anaongea, Tony ana stress akiwa kachili nyumbani kwa Karimu tokea usiku uliopita. Katika maongezi Karimu anamwambia inabidi akawaone nyumbani kwani watakuwa na wasiwasi, lakini mwamba
anamtuliza na kumwambia asiwaze kabisa kuhusu hilo swala. Basi siku iliyofuata Amaka anaamka na hasira tena, kwani Mwamba hajatokea pale mjengoni kwa mara nyingine, na kama kawaida Sonia anamtuliza. Na baada ya muda kidogo tunamwona mama na binti yake wakiongelea swala la Mwamba Tony kutokea pale mjengoni. Katika maongezi, mama mtu ana uhakika kabisa kuwa mwanaye yupo nyumbani kwa Karim, huku akimshuku mwanadada kwa kutumia juju kwa Tony, ndio maana hajarudi nyumbani mpaka muda huo. Wakiwa wanaongea hivyo, Mwamba naye huyu hapa akafika nyumbani, lakini hakuwa na time nao. Sasa ili kuweka mambo sawa, mama mtu anaongea naye akimwomba akae pale, kwani wana surprise kubwa kwa ajili yake. Na muda sio mwingi, dada mtu anakuja na chuma cha Mjerumani eneka full package. Kumuona tu hivi Mwamba akashangaa, mama, nani huyo? Aha, huyu ndio mke wako mali ya Kipopolipo. Kusikia vile tu Mwamba akajikataa kavu kavu, yani hana time kabisa na full package Amaka. Baada ya masaa kadhaa, Sonia anaenda kumtafuta Karim kwa Messi, lakini anapofika pale anapewa ubuyu kuwa Karim amenunulia nyumba na Tony, hivyo aishi pale tena na ameshaacha ile biashara ya ukahaba. Kusikia vile ilimuuma sana Sonia kuona kakake ameweka juhudi kubwa sana kwa Karim na sio Amaka, hivyo akaomba location ya mgawa wake, kwani Messi aligoma kumpa location ya nyumba yake ilipo. Upande wa pili huku tunamwona Karim akiendelea na biashara zake. Sio muda Sonia anafika pale na kuzua kizaazaa kwa kashfa nyingi na maneno mazito. Sonia alitema cheche pale hadi wateja wake wakasepa baada ya kusikia yale maneno machafu. Sema hakuishia hapo tu, aliendelea kumsisitiza aachane na kakake au baya zaidi litamkuta. Kwa upande wa Karim ni kinyonge sana, kwani hakusema kitu kwa kuwa hakutaka kugombana na Sonia, na ukizingatia kugombana hawezi. Baada ya fujo hizo, Tony anapata hiyo taarifa na anampigia simu mama yake na kulalamika juu ya ugomvi wa Sonia kwa Karim. Sema mama mtu anachukua upande wa binti yake akisapoti aachane na Karim kwani ni kahaba. Baada ya hapo tunamwona Karim akimshirikisha rafiki yake Messi kuhusu mapicha yaliyopitia kutoka kwa Sonia, na kwa huruma ikiwa ni pamoja na urafiki wa muda mrefu, Messi analibeba hilo swala kama lake, akisema atalishughulikia kinagaubaga na wala lisimpe shida. Basi siku iliyofuata ile mida asubuhi, mama mtu anashuka pale sebuleni na kukuta sebule imevurugika sio poa na hamna mwenye time ya kufanya usafi. Ndipo hapo wazo likamuingia kuwa kama angekuwa Karim kila kitu kingekuwa sawa, ikimaanisha mdogo mdogo Amaka akaanza kupoteza point kutoka kwa mama mtu. Mama mtu naye akulaza damu, kwani baada ya muda kidogo tunamwona akiongea na binti yake kuhusu Amaka, huku akitoa pointi zake zote kwake. Yaani mama mtu hajafurahishwa kabisa na tabia ya Amaka. Baada ya masaa kadhaa tunaona gumzo kati ya Sonia na Amaka baada ya kutokuelewana, kwani Amaka anadai alipo fidia ya muda aliyopoteza pale mjengoni, ikiwa ni pamoja na aibu kutoka kwa kaka yake ambaye hana mpango naye. Ilikuwa ni gumzo kweli kweli. Basi sini inayofuata tunamwona mama na binti yake wakishauriana cha kufanya juu ya swala la kumlipa Amaka fidia ya muda wake, kwani Mwamba Tony kagoma kabisa kurudi pale nyumbani. Sema isivyo bahati, maongezi hayo hayakuzaa matunda. Basi siku iliyofuata Amaka anaamua kubeba mabegi yake na kusepa pale baada ya Mwamba Tony kuonekana tena. Anapofika pale kipande cha sebuleni anaomba hela yake ya fidia, lakini mama mtu anamkatia maokoto ya nauli tu na kubunda. Kilichofuata hapo ndio kinatufanya tuelewe maana ya moto wa kuotea mbali. Ndani ya muda huo Amaka haelewi kabisa, huku akiwa ameshika kisu kuwaonesha nani jikeshupa mle ndani. Aisee, mama mtu ni muoga, akiishia kujikinga nyuma ya binti yake. Kifo akina mwenyewe. Basi siku kadhaa mbele tunaona Sonia akienda kuanzisha vurugu tena pale mgawani kwa Karim. Sema siku hiyo anamkuta Karim akiwa pamoja na Messi aliyesema atalibeba hilo swala kama lake. Kilichofuata pale ilikuwa ni ugomvi kati ya Messi na Sonia. Wigi tupa kule, ni mwendo wa vuta ni kuvute, zilipigwa pale sio poa. Kwa mbali wauni ni kushabikia tu. Baada ya tukio hilo tunamwona Sonia akikandwa na mama yake pale baada ya kipigo kikali. Pale sebuleni ilikuwa ni mwendo wa kuugulia maumivu tu. Ndani ya muda huo mama mtu anampigia simu mwanae na kumwambia tukio lililomkuta mdogo wake, lakini Mwamba hana time nao tena. Sasa kilichobaki kwa upande wao ni kuwa wapole tu, maanake hamna wanachoweza kufanya kitakachomfanya Tony aachane na Karim. Basi siku iliyofuata Mwamba anatoa pale mjengoni na kumpita mama mtu na Sonia kama hawajui vile, na kilichopelekea afanye hivyo ni swala la kumfanyia Karim fujo na kutaka kumtenganisha asiwe karibu naye. Yaani Mwamba hataki kabisa kuona familia yake ikimnyanyasa Karim ambaye ndio chanzo cha furaha yake. Basi siku iliyofuata tunamwona mama mtu akienda kuomba radhi kwa mapicha ya mwanaye aliyomfanyia Karim pale mgawani, na anafanya hivyo kwani ni njia pekee ya kurudisha uhusiano mzuri na kijana wake. Mama mtu hakuona njia nyingine ya kurudisha uhusiano na mwanae tofauti na kuongea na mpenzi wake Karim, kwani mwanae Tony kapenda tena. Kwa kuwa Karim ni mkarimu, mstaarabu na mpore, hakuwa na kinyongo chochote juu yao, huku akimwahidi mama mtu kuwa ataongea na mwanae ili arudi nyumbani. Basi baada ya kuweka mambo sawa, siku inayofuata tunamwona Mwamba Tony akirudi na Karim pale nyumbani kwake. Mdogo mtu kuona vile anapata aibu kama zote, na kumsalimia kaka mtu hawezi, kucheka hawezi, kulia napo ndio shida. Anachoishia kufanya ni kuficha sura yake chini tu. Mwamba naye kumwongelesha kabisa, akiishia kumsalimia mama mtu tu, alafu akapandisha room kwake pamoja na Karim. Kwa upande wa chini Sonia alitafutana sio poa. Sasa akisukuma na makosa yake aliyofanya, Sonia akajikokota na kwenda kumwomba msamaha Karim, akiwa na lengo aanze kurasa mpya na kuweka mambo sawa kati yao. Kama kawaida mwanadada Karim hana kinyongo na familia ya mpenzi wake.
wake, huku akisema upendo alionao juu ya Mwamba Tony unawagusa hadi wao, ikionyesha alishamsamehe muda mrefu sana. Basi siku kadhaa mbele tunaona mambo yakiwa mazuri kati ya wanafamilia, ikiwa ni pamoja na Mwamba Tony kumvisha Karim pete ya uchumba ili kuhalalisha utawala wake. Ni shangwe kwa familia kuanza kurasa mpya tena, bila kusahau sini inayofuata ikituonesha Sonia akiwa karudiana na mume wake, na yote hiyo ikiwa ni baada ya kuweka mambo sawa kwa msaada wa Karim. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usahau kulike, kushare na kucomment. Pia kama ni mpya kwenye industry, usahau kusubscribe ili uweze kupata taarifa kile ninapopandisha video mpya. Na hii ni Ulimwengu wa Movie. Hala, over and out, mafamilia.